NATO inasema itapeleka wanajeshi 800,000 ikiwa itatokea vita kati yake na Urusi. Hii ni kwa mujibu wa jenerali wa Ujerumani. Mzozo kama huo unaweza kutokea kesho, Luteni Jenerali Alexander Solfrank ameonya, huku akisema kwamba lazima NATO pekee itumie wanajeshi zaidi ya 800,000 kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Berlin iko tayari kwa vita na Moscow na iko tayari kuwezesha kutumwa kwa wanajeshi 800,000 wa NATO kuelekea mpaka wa Urusi. Mkuu wa kamandi ya operesheni ya pamoja ya taifa Luteni Jenerali Alexander Solfrank ameeleza hayo. Uwekaji dhahania huo ni sehemu ya mpango wa operesheni ya Ujerumani ambao ulifichuliwa mwaka uliopita. Hati hiyo yenye kurasa 1000 inasimamia majibu ya Berlin ikiwa kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO kitaanzishwa katika makabiliano na Moscow. Inajumuisha kuigeuza Ujerumani kuwa kituo kikuu cha vifaa kwa ajili ya kupeleka mamia ya maelfu ya wanajeshi katika mapambano dhidi ya Urusi, na ni wanajeshi kutoka mataifa mbalimbali ya NATO ambayo yatakuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Utumaji huu lazima ukamilike ndani ya siku 180 baada ya kuanza kwa mzozo kati ya Urusi na mataifa hayo ya NATO. Kulingana na Solfrank, mpango huo unaweza kutekelezwa mapema badala ya baadaye. Anasema Urusi ina uwezo mkubwa sana wa kijeshi licha ya vita nchini Ukraine, aliuambia mkutano wa kila mwaka wa Bundeswehr mjini Berlin siku ya Ijumaa, na kuongeza kuwa Urusi tayari ina uwezo wa kuanzisha mashambulizi machache katika nchi wanachama wa NATO. Akizungumza na shirika la habari la Reuters siku hiyo, jenerali huyo alidai kwamba Moscow inaweza kuifanya mapema kesho ama kesho kutwa. Maafisa wa Ujerumani wamezidi kuzungumzia madai ya kitisho ya Urusi, madai ya tishio la Urusi, huku akichukua msimamo wa kivita dhidi ya Moscow. Chancellor Friedrich Merz hapo awali alitangaza kwamba chaguzi za kidiplomasia za kutatua mzozo wa Ukraine zimechoka na zimepunguzwa maradufu katika kutoa silaha kwa Kiev. Siku ya Ijumaa, yeye na waziri wa ulinzi Boris Pistorius walisema kuwa kuwepo kwa Ujerumani katika hali yake ya sasa kulitishiwa na Urusi. Sio wasiwasi ninaposema kuwa mfumo wetu wa maisha uko hatarini. Moscow hata hivyo imesema kwamba haina mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya taifa lolote la NATO, lakini itakuwa tayari kujilinda ikiwa mataifa ya NATO yataamua kufanya mashambulizi dhidi yake. Pia imetupilia mbali madai ya Berlin kama upuuzi unaolenga kuhalalisha matumizi ya kijeshi yanayozidi kuongezeka. Waziri wake wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov ameonya hapo awali kwamba Ujerumani inaonyesha dalili za wazi za kutaka vita dhidi ya Warusi. Shirika la habari la Politico limeripoti mwezi uliopita kwamba mipango ya Ujerumani ya kurejesha silaha itagharimu euro bilioni 377 sawa na dola bilioni 440. Mtazamaji wa The World News, hiyo ni mipango ya NATO kwa kipindi hiki ambapo wanaandaa mpango wa kuweza kufanya mashambulizi dhidi ya Urusi, huku Ujerumani ikiwa ndio kitovu kwa ajili ya mapambano hayo, huku wakiandaa wanajeshi zaidi ya 800,000 kwa ajili ya kuishambulia Urusi, hasa pale watakapoanza kutumia kifungu cha 5 cha NATO, wakiamini kwamba kwa vyovyote vile lazima Urusi itaanzisha mashambulizi katika taifa lolote mwanachama wa NATO, jambo ambalo Urusi mara kadhaa imekuwa ikijibu kwamba hakuna mpango huo na ni mpango wa kipuuzi unaopangwa na watu wa Magharibi, lakini pia ni mpango ambao watu wa Magharibi wanatafuta vita kwa udi na uvumba dhidi ya Urusi, huku Urusi ikijibu ikisema kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano ikiwa NATO itahitaji vita. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.